Baba yangu katika jina la Yesu Kristo, ninakutukuza Bwana Yesu kwa ajili ya asubuhi nzuri, asubuhi ya baraka, asubuhi ya neema, asubuhi ya kibali. Asante Bwana Yesu kwa kutuamsha salama, wenye nguvu na wenye afya njema. Tumeona mkono wako na tumeona fadhili zako Yesu. Umetutia nguvu na umetuhifadhi kwa namna ya kipekee. Baba, tunakutukuza kwa sababu ya wingi wa fadhili zako. Tunakutukuza kwa sababu ya mkono wako wenye nguvu. Tunakuinua kwa sababu tumeona mkono wako na tumeona fadhili zako. Pokea sifa Baba yetu mwema, mfarume. Rikanda ramando rosi karabashika. Mioyo yetu Baba inakutukuza, inakuinua. Mioyo yetu inakushangilia. Mioyo yetu inakubariki Bwana. Asante kwa neema yako. Asante kwa ukuu wako. Popote pale unaponisikiliza msikilizaji, ungana pamoja na mimi, anza kumtukuza Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa wema wako. Asante kwa nguvu zako. Asante maana wewe ni Mungu wa ajabu. Tumeona neema, tumeona utukufu wako. Ni nani aliye kama wewe Bwana? Ni nani aliye kama wewe mfalme? Pokea utukufu Yesu Kristo. Pokea utukufu Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, 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 amina. Popote ulipo unaponifuatilia, kama huja subscribe channel hii, hakikisha una subscribe channel hii. Anaungana wewe ni Prophet Tadeo, ili uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na zaburi za ulinzi majira ya usiku. Nichukue nafasi hii popote pale ulipo nikupongeze sana kwa kufuatilia maombi haya. Lakini nikuombe unapofuatilia maombi haya, ikiwa ni asubuhi nzuri, Bwana Yesu aendelee kukutia nguvu. Unapoomba hakikisha unajiunganisha na sadaka yako na dhabihu yako maalum kwa ajili ya kila siku asubuhi. Usichoke kutoa na usichoke kufanya, kwa sababu maombi yaliyobeba sadaka ni maombi yanayojibiwa kwa kiwango kikubwa sana. Na adui anaweza kufanya usikilize maombi na usitoe sadaka, ili asiweze kutimiza lile kusudi ambalo Bwana amelikusudia. Namba ya sadaka ni 0756934903. na simama na mkono wa Mungu uweze kusaidia. Lakini kipekee zaidi ni kuchukua nafasi kukualika sana. Inawezekana umekuwa unapitia changamoto kadha wa kadha na unahitaji kumuona Mungu akitenda. Unaweza kunitumia kupitia namba ya WhatsApp iliyoko pale juu, changamoto yako ya 0679645759, na ukashia pamoja na mimi juu ya changamoto yako naipitia, na tutaomba. Mungu anayesaidia maelfu ya watu, na wewe atakusaidia pia. Lakini pia unatamani kujoin kwa grupu ya maombi, basi shiriki na utume message ili tukuunge kwenye grupu la maombi, ili uweze kupata maombi mbalimbali ambayo tunaendelea nayo kupitia grupu letu la WhatsApp. Mungu ni mwaminifu sana 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 sana. Nichukue nafasi hii kukualika mno kuwa miongoni mwa partner wetu kwa kazi kubwa tulionayo ya kununua vyombo kwa ajili ya project kubwa ya Injili ambayo tunasema kilele chake itakuwa ni tarehe 25 mpaka tarehe 30. Tumekuwa tunatangaza la muda mrefu sana. Embu shiriki na uwe gusa baraka hii kadiri Mungu atakavyokugusa. Hakikisha unagusa sadaka hii. Tunanunua vyombo kwa ajili ya kupeleka Injili kuwafikia maelfu ya watu. Utasikia tangazo hapo baadaye, na Mungu akusaidie uweze kufanya kile Mungu amekusudia. Kama wewe unabarikiwa na kazi hii, basi simama pamoja na kazi hii usababishe watu wengi wamjue Kristo. Asubuhi ya leo Mungu ametupa neema. Asubuhi ya leo Mungu ametupa neema. Tunalo neno kubwa sana la ushindi ambalo linasema Bwana nitetee. Bwana nitetee. Kwa nini tunamhitaji Bwana mtetezi? Tunamhitaji Bwana mtetezi kwa sababu moja. Ni kwa sababu katika hatua zetu hatuwezi kwenda mpaka tukutane na mtetezi. Katikati ya changamoto hatuwezi kutatua changamoto mpaka tuwe na mtu wa kututetea. Lakini kitu kikubwa zaidi, mwanadamu umekuwa tunaishi katika maisha ya vita kila siku. Kama tusipomuita Mungu mtetezi atutetee, hatutaweza kufika mahali kokote. Kama hatutamuita Mungu wa kututetea,
hatutafika kwenye hatima zetu. Vita ni kubwa, mapambano ni makubwa, tunamhitaji Mungu mtetezi. Na hapa nataka usome ufuatilie andiko hili kwenye hii kitabu cha Zaburi sura ile 43. Msikilize maombi yanayoomba mtumishi wa Mungu Daudi. Zaburi 43, naomba tusome pamoja kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka tutasoma mistari yote mitano. Daudi anasema, Bwana unihukumu, unitetee kwa taifa lisilo haki. Umesikia? Anaanza anasema unitetee kwa taifa lisilo haki, uniokoe na mtu wa ila asiye haki, mtu wa ila asiye haki, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu uliye nguvu zangu. Kwa nini umenitupa? Umemsikia? Kwa kuwa wewe ndiye Mungu, ndiye nguvu zangu, kwa nini umenitupa? Kwa nini nitakwenda nikihuzunika, adui wakinienea? Unamsikia? Anasema niletee nuru yako na kweli zako ziniongoze, zinifikishe kwenye mlima wako mtakatifu na hata maskani yako. Anasema hivyo nitakwenda madhabahuni kwako, kwa Mungu aliye furaha na shangwe yangu. Anasema nitakusifu kwa kinubi, Mungu wangu. Nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Daudi anaomba maombi ya kutetewa katikati ya vita, katikati ya mapambano. Anaona amebanwa kila kona, anahitaji kutetewa. Wewe huwezi kupigana vita yako mwenyewe, unahitaji kutetewa na Bwana. Zaburi 119, naendelea pale mstari wa 153. Zaburi 119 mstari 153, anasema hivi, uyaangalie mateso yangu, uniokoe, maana sikusahau sheria yako. Anasema mstari wa 154, unitetee na kunikomboa, uniuishe sawasawa na ahadi yako. Unaona Anasema hivi, uyaangalie mateso yangu, uniokoe, maana sikusahau sheria yako. Unitetee na kunikomboa, uniuishe sawasawa na ahadi yako. Unaweza kuona, sijajua ninaongea na nani. Umepita kwenye mateso ya muda mrefu. Wakati ninaendelea kuomba hapa asubuhi ya leo, ninaletewa unabii wa watu kadhaa. Ninaona umekuwa unapita kwenye changamoto ya mateso mengi. Unapita kwenye mateso ya ndoa na unahisi kwamba umekata tamaa. Unapita kwenye mateso kazini na unahisi kwamba umeshindwa. Unapita kwenye mateso ya magonjwa, unahisi kwamba una msaada. Ni magonjwa yamekuandama, ni pressure, ni kansa, ni kisukari. Ni magonjwa yanakuandama wewe, ni tumbo la uzazi. Ni magonjwa yanakuandama wewe, pesa zako zote zinaishia kwa magonjwa. Unahitaji mtetezi, na asubuhi ya leo yuko mtetezi. Sijajua umelia kwa miaka mingapi huna kazi, na sijajua umelia miaka mingapi haujapandishwa mshahara kazini, na sijajua umelia miaka mingapi haujapanda cheo kazini kwako. Unahitaji mtetezi. Sijajua unadhalaulika kwa kiwango gani, unahitaji mtetezi. Sijajua umekaa miaka mingapi bila ndoa, unahitaji mtetezi. Sijajua umelia kwa miaka mingapi
juu ya program zako, uchumi, mambo yote yamesimama, hatima yako haiendi. Uwezi kwenda kwa nguvu zako, unahitaji mtetezi. Sijajua umelia kwa miaka mingapi na mateso ambayo unapitia. Nasikia mwanamke mmoja analia juu ya uzao wake, watoto wako wanasumbua, hatima za watoto wako zimefungwa, unahitaji mtetezi. Sijajua umeteseka kwa miaka mingapi, lakini asubuhi ya leo ninaomba wewe ambao unasikia unapita kwenye mateso na unahitaji mtetezi, chukua hiyo namba ya WhatsApp, niandikie, ambia mtu wa Mungu, nimeteseka miaka mingi, naomba mtetezi. Kila ninachofanya kifanikiwi, nahitaji mtetezi. Umepambana sana, umetumia nguvu zako, umeshindwa. Tuma jumbe, mwambie Mungu, au niambii mimi. Tutakaposimama na maombi, Mungu anaenda kukutetea. Sijajua una kesi gani. Naongea na mtu naona na kesi, una kesi ya viwanja, una kesi ya nyumba, una kesi mahakamani, unahitaji mtetezi. Wewe umefika mwisho, unahitaji mtetezi. Sijajua umepita kwenye kipindi kigumu cha namna gani, lakini huu ni unabii wako asubuhi ya leo kwamba unahitaji mtetezi, kwamba unahitaji mtetezi. Wewe peke yako hautaweza, unahitaji mtetezi. Kuna mtu mmoja ananisikia sasa, anahitaji kutetewa na Bwana. Ninaomba kama ni wewe, unaingia kwa maombi kabisa, na asubuhi ya leo unajiunganisha na sadaka. Unamwambia Mungu, sadaka yangu hii ninaomba unitetee, ninaomba unitetee. Ujue kuna nguvu ya sadaka inaweza kututetea kabisa. Na mimi nimekuwa nimeona sana wakati niko kwa huduma zaidi ya miaka 20. Mama mmoja akaja akaniambia, mtu wa Mungu, nimeteseka sana, sina watoto kwa miaka mingi, na akaja nasema, Bwana akinipatia mtoto nataka nifanye jambo kubwa. Na alikuja na kamba, ana miaka amekuja na kamba ya ng'ombe, ana miaka zaidi ya 38 bila kuzaa watoto, na umri wake umeshakoma kabisa. Alikuja na kamba ya ng'ombe, akaja amesema, nimekuja na hii kamba ya ng'ombe, hii ni sadaka, naomba Mungu anitetee uzao wangu. Na mimi wakati nashika ile kamba nikasikia Mungu ananiambia, huyu mwanamke pamoja na kwamba siku zake zimekoma, lakini nitamtetea kuanzia sasa, atapata watoto. Mwaka huu mwezi wa 6 mwanamke yule kazaa na alikuwa ameshakoma tayari. Unaweza kuona sadaka inaweza kumtetea mtu, inaweza kumtetea mtu. Usiingie tu kwenye mtego wa kuomba na ukafikiri unaweza kutetewa bila sadaka. Ni sahihi, unasimama unamwambia Mungu, naomba unitetee. Yesu anaenda kutetea asubuhi ya leo. Kuna mtu mmoja ananisikiliza, naomba anahitaji Yesu kama mtetezi. Naomba inue mkono wako, na kama una sadaka ikamate hiyo sadaka, mwambie Bwana, sema, Baba yangu, Baba yangu, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo Bwana, nimeisikia sauti yako, nami nakuja kwako Bwana Yesu kama mtetezi. Mungu uliye hai, uliyewatetea wana wa Israeli katikati ya jangwa, katikati ya hatari, katikati ya mapito. Wewe uliyemtetea Daudi katikati ya vita, katikati ya mateso, katikati ya watu waliomwonea. Baba, na mimi nimekuja mbele zako na mikononi mwangu nimebeba sadaka. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, wewe ni mtetezi wangu, naomba unitetee Bwana. Nitetee Roho Mtakatifu. Rikandarabosika. Anza kutamka ni nini unataka Mungu akutetee, kama kwenye kazi, kama kwenye ndoa, kama kwenye biashara, kama kwenye hatima yako. Anza kutamka. Robo sandarabakuria. Asubuhi ya leo Baba, ninaomba mtetee mama huyu, mtetee baba huyu. Rika shandara Rosandaraba. Ninaomba Bwana, achilia neema ya kutetewa. Baba, mtetee kijana huyu. Analia kwa miaka mingi. Baba, ana kazi, kila anachokifanya kinakufa. Ninaona Bwana unasimama kama mtetezi kwa jina la Yesu Kristo. Ona yule mama aliyeachwa, ona huyo baba anayeteseka, ona huyo baba asiye na kazi. Rikandaraba sata roshandarama kuria. Baba, naomba neema ya utetezi juu ya mtoto wako. Rikandaraba sika. Baba, naomba umtetee yoyote ambaye Jehova anagusa sadaka
sadaka yake, anaomba kutetewa na wewe. Natangaza katika jina la Yesu, rikandarabasika. Baba, naomba neema kutetewa. Yesu, mtetee, mtetee baba huyu, mtetee mama huyu, mtetee kijana huyu, mtetee binti huyu kwa jina la Yesu Kristo. Rindarabasika rababasana rindarakasha roshataraba riandarika. Baba, asubuhi ya leo achilia neema kutetewa kwa jina la Yesu. Baba, tuma malaika kwa mama huyo, kwa baba huyo, kwa kijana huyo, ukamtetee Baba. Asiye na kazi apate kazi, asiye na ndoa Baba olewe, asiye na biashara Baba mfungulie neema asubuhi ya leo. Baba, mtetee roshandarabasika, mtetee kazini, katikati ya vita, anapopigana usiku na mchana juu ya kazi ya mikono yake. Yesu, mtetee katikati ya afya mgogoro, afya tabu, katikati ya magonjwa. Yesu, mtetee. Na kuita Mungu mtetezi, na kuita Mungu mtetezi, na kuita Mungu mtetezi katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka neema ya kutetewa na wewe Baba uonekane, Baba udhihirike katika jina la Yesu Kristo. Naomba damu yako ya thamani, damu yako ya Pasaka ikamtetee mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Chukua hiyo namba ya Vodacom ya 0756 934 903. Panda sadaka yako na mwambie Baba, ninapokea utetezi, na nitumie message kwa njia ya WhatsApp, niambie Baba, nimetuma sadaka yangu, naomba Yesu anitetee, na utaona mkono wa Mungu wa kiwango cha juu sana. Zaidi ya yote, unapokamilisha maombi haya, yaombe tena, narudie. Lakini sikiliza tangazo hili kwa ajili ya kazi kubwa tulionayo tarehe 25 mpaka tarehe 30 mwezi wa 10 kwa ajili ya vyombo. Na wewe gusa hii baraka na Mungu anaenda kuinua sana. Zaidi ya yote, nikukaribisha sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, ambayo makao makuu ni hapa Morogoro, Gairo nchini Tanzania, ambapo mamia ya watu wanakusanyika kutoka nje na ndani ya Tanzania kumuona Yesu Kristo mtenda miujiza. Mungu akubariki sana, nikutakie asubuhi njema. Shalom, shalom, shalom. Projekti kubwa ya kununua vyombo vya kurusha ibada au madhabahu ya hewani. Bajeti yetu ni ya shilingi milioni 53,000 za Kitanzania, ambapo tutategemea kuikamilisha ifikapo tarehe 30 mwezi wa 10 2025, ambapo sasa tunategemea kununua vifaa vifuatavyo: kuongeza kamera 2 za kisasa zinazogharimu shilingi milioni 15 za Kitanzania, kuongeza kompyuta na laptop zenye uwezo mkubwa 3 zinazogharimu shilingi milioni 5 za Kitanzania, video mixer moja inayogharimu shilingi milioni 7 za Kitanzania, maiki za kisasa 3 zinazogharimu shilingi milioni 3 za Kitanzania, voice recorder moja inayogharimu shilingi milioni 2.5 za Kitanzania, keyboard ya kisasa ya kurekodi worship inayogharimu shilingi milioni 2.2 za Kitanzania, taa za mwanga high quality zinazogharimu shilingi 950,000 za Kitanzania, HDMI cable yani high definition media interference inayogharimu shilingi 650,000 za Kitanzania, sound card moja inayogharimu shilingi 700,000 za Kitanzania, stereo transmitter rinki inayogharimu shilingi milioni 12 za Kitanzania, transmitter power watts 500 inayogharimu shilingi milioni 7 za Kitanzania. Jumla ya vifaa vyote ni shilingi milioni 55,750 za Kitanzania. Ingia Agano leo kupitia sadaka yako unayoguswa. Namna kujiunganisha kwa kutoa sadaka yako: M-Pesa 0756 93 4903, jina Mrashan Edgar Tadeo. Lipa kwa simu Mix by Yasi 16 30 99 31, jina Mkombozi FM Radio. NMB account 24 01 00 11 119, jina The Gate to Redemption International Ministry. Na Mungu akubariki.